Habari za mida hii ndugu zangu watazamaji wa chaneli bomba kabisa ya Sifa 5 TV, ni wakaribishe kwa mara nyingine tena katika mtanange mkubwa kabisa wa robo finali ya kombe la jezi na mipira mitano kwa mshindi wa kwanza. Wa kwanza na medali anapata, wa pili medali na mipira mitano. Ndio kombe hili ambalo limedhaminiwa na Dura Matunda ama Dura Sare maarufu Dura Matunda, kijana hapa Kibo. Na hii robo finali ni Kibo Combine na Chievo Belona ambao miamba hii imekutana hapa katika hatua hii ya robo finali, na hatujui ni nani atakayevuka hatua hii ni kuelekea nusu finali kati ya Kibo Combine na Chievo Belona. Bali ni dakika 90 ndizo zitakazoamua nani atakayeondoka katika hatua hii, na kipenga cha mwisho kabisa cha referee Ken Kaduguda ndicho kitakachoamua nani ataondoka na pointi 3 muhimu na ni nani atakayevuka katika hatua hii kuelekea hatua ya nusu finali. Na bila shaka kombe hili limedhaminiwa na Dura Matunda. Dura Matunda ndio mdhamini mkubwa kabisa wa kombe hili ambalo mshindi wa kwanza anapata jezi na medali full mipira mitano, na mshindi wa pili anapata medali full na mipira mitano. Na bila shaka ndugu zangu, mtangazaji wenu wa matangazo haya si mwingine ni Sifa wa Sifa 5 TV, ndio nipo hapa studio kwa ajili ya kuletea matangazo bora kabisa kwa lugha ya Kiswahili. Na bila shaka niweze kumpa salamu tu ndugu yangu Mtaura Food Point ambaye anapatikana pale kata ya Miono, jimbo la Chalinze, mkoa wa Pwani. Anahusika na uuzaji wa chakula bora kabisa. Unahitaji chakula cha shughuli ama sherehe ya aina yoyote, basi Mtaura Food Point ndio kazi yake. Chakula bora kabisa kwa bei nafuu kabisa katika jimbo la Chalinze. Mtaura hana mpinzani. Anapatikana kwa nambari yake ya simu 0782842318 0782842318. Mtaura Food Point ni hatari, ni baraa, vyakula vyake ni hatari kabisa, si mchezo. Jaribu mwenyewe ujionee, si mchezo. Anapatikana pale kata ya Miono, jimbo la Chalinze, mkoa wa Pwani. Turudi studio kwa ajili ya matangazo. Assalamu alaikum Tanzania, assalamu alaikum Dar es Salaam, assalamu alaikum Afrika Mashariki ya Kati. Amani iwe juu yenu. Karibuni katika matangazo ya mpira wa miguu kwa lugha ya Kiswahili. Karibuni katika matangazo ya mpira wa miguu kwa lugha ya Kiswahili. Hii ni robo final inayopigwa katika dimba hili la Baruti Ubungo Kibo, Dar es Salaam. Ni mchezo ambao wa kipekee kabisa, mchezo ambao umevutiwa na mashabiki wengi kabisa. Wamekusanyika hapa kutoka Kimara, Korogwe mpaka Mbezi, Kifuru huko Madare, wamewasili hapa Manzese, Mbagara pia wapo mashabiki. Na bila shaka dimba hili la Baruti lina historia kubwa kabisa. Limechezea wachezaji wengi kabisa ambao wengine wako ligi kuu na bado wanaendelea kucheza katika dimba hili la Baruti, na wengine wako nje ya nchi, nikimaanisha Simon Epigodi Msuva amecheza sana katika dimba hili la Baruti. Kwa hiyo dimba ambalo lina historia yake. Na bila shaka ndugu zangu, mchezo huu ndio utakoamua nani anakwenda nusu finali, na dakika 90 ndizo zitakazoamuru nani anakwenda nusu finali, na kipenga cha mwamuzi Ken Kaduguda ndicho kitakachoamua Kibo Combine anakwenda nusu finali ama Chievo Belona anakwenda nusu finali. Kama hivyo ndugu zangu, na kikosi cha Kibo Combine namuona pale Kimolo Mamba
Super Kiwelo, Onesmo Sabuto jezi nambari 16, Dante Omar jezi nambari 4, Bakar Jomba jezi nambari 3, Masinde Jiara jezi nambari 7, Jihadi Sare jezi nambari 13, Tishan Thabiti jezi nambari 15, Luamo Zagalo jezi nambari 6, Chidi Gumbo jezi nambari 5 na Sefu Gude jezi nambari 11. Kimolo Mamba jezi nambari 32 na Super Kiwelo na jezi nambari 10. Na sabu huko namuona Ima Mpuka, namuona pale Potelo, namuona pale Mchina Musa, Jelome Mayume, Omari Muhagama. Katika upande kikosi cha Chievo Verona, namuona pale Mpemba, namuona pale Bambo jezi nambari 14. Bambo yupo ni hatari, ni ana ndugu na Bambo huyo na amefanana zaidi kabisa. Ozili jezi nambari 17, namuona Abdulrahman jezi nambari 12, na pale Kulanda jezi nambari 4, Semedo jezi nambari 16, Kelvin jezi nambari 5 na Kenga jezi nambari 19, Zamata jezi nambari 17 na Ka Obama jezi nambari 9, captain na Clement na jezi nambari 70. Na sabu benchi pale namuona pale Ima, na pale Draxi, mpale Mbade, namuona pale Makamba. Benchi lina watu 4 tu wa asabu inaruhusiwa. Na bila shaka ndugu zangu, tuode kwa ajili ya matangazo, na mimi mtangazaji wenu matangazo haya sio Harbu Mzinga mimi, wala sio Mwakarabo, wala sio Baraka Mpenja Mwamba Marila, ni ite Sifa Mwamba wa jimbo la Chalinze kata Miono. Ndiko nilikozaliwa katika zahanati ya Kikara, na hapa niko studio kwa ajili ya kuletea matangazo bora kabisa ambayo yana vigezo ya kila kitu. Unafurahi, unaburudika kupitia matangazo haya ya mpira wa miguu ikiwa live kabisa FIFA 5 TV. Basi nikuombe usubscribe hapo, ushare, comment, toa ushauri wa aina yote, na sisi tutapokea ushauri wako. Na bila shaka nambari yangu ya simu ni 0693 251 0693 251 824. Chanza na karaka nini pale? Ni faulo imetendeka ile. Ni faulo ile. Cheza madhambi hapa. Kini faulo inapigwa kuelekea langoni. Matukio mawili tofauti. Imeanza ile kule mchezaji wa Chievo, na huku tukio lingine jezi nambari 10 huyu amecheza madhambi naye Super Kiwelo wa Kibo Combine, lakini amenyanyuka. Wako salama salimini. Free kick sasa inapigwa kuelekea langoni mwa timu ya Kibo Combine. Chievo Verona wanapiga free kick ile. Chievo juu kabisa, batiza pale mchezaji nambari 7 huyu Ozili. Azia bagisa pale Chievo. Papato kunini? Ni faulo. Ni faulo napigwa pale. Mchezaji nambari 7 huyu Ozili anao mpira pale kwa ajili ya kupiga free kick ile kuelekea langoni matimu ya Kibo Combine. Ozili anasubiriwa yeye sasa. Ozili piga juu kabisa kule, hatari langoni matimu ya Kibo Combine. Kila kafya kabisa kulikipa na okoa. Piga chenga marata nini, chenga gani inapigwa hapa? Chenga kuchagua mchele wa suku ya Idi Mubaraka. Bado Chievo wanaomiliki wa mpira sasa. Piga juu kabisa kule, lakini kulikipa huyu wa Kibo Combine amewahi. Bila shaka Kibo Combine watu wengi wanaifahamu, shawe kushiriki mashindano ya Ndondo Cup. Nini pale pigwa shoti ndefu kabisa pale inapigwa pale langoni mwa timu ya Chievo, lakini akaja vyema kabisa golikipa huyu wa Chievo. Bonga na shoti lilipigwa, angalia hapo.
picha za marejeo kwa utaratibu kabisa. Tukio lianzia maeneo haya kwenda sasa pale jezi nambari 10 huyu 11 Akibo Combine ni Sefu Budewe. Kibo Combine ishashiriki mashindano ya Nondo Cup 2017-18 na amekuwa mbabe katika mashindano yale, na kuja kutolewa katika dakika za mwishoni kabisa za mtoano zile. Alikuwa mbabe kabisa. Namuona hapa mchezaji nambari 10 na nambari 7 hapa wa Kibo Combine, na nambari 10 Super Kiwelo, nambari 7 na pale Masinde Jiara. Kisha ni Thabiti anapiga mpira ule hatari ya mongoni wa timu kule. Nini? Go! Nini? Ni offside. Kani Kaduguda referee asema ni offside. Mtu yangalia hapa. Uolewa, namuona huyu mchezaji namba 15 anarudi hapo kuja kupiga. Kishani piga shoot ndefu kabisa kule. Piga free header huyo. Nimemkuta kule. Ni offside dhahiri kabisa ile. Ni umakini kabisa wa referee Keni Kaduguda. Kwa bonge la pao hapa. Fungwa hawa Chievo Verona. Wanaanza friki kwa ambaye rudisha nyuma hapa. Beki huyu wa Chievo Pemba ule. Piga juu kabisa huko hatari. Kavyema kabisa mchezaji nambari 19 huyu Kenga. Bado umiliki upo sasa kwa Chievo. Wanakwenda Chievo. Bado umiliki sasa upo kwa Kibo Combine. Wamechukua Chievo. Batiza pale, wanakwenda Chievo. Piga juu kabisa kule. Bado anakwenda mbio. Kaba vema kabisa hapa mchezaji huyu wa Kibo Combine. Nini? Ni kona ile. Ni kona inapigwa kuelekea langoni mwa timu ya Kibo Combine. Ni kona sasa inapigwa ile kuelekea Kibo Combine. Piga juu kabisa kula kina kazi na kuisa golikipa huyu wa Kibo Combine, na anza mpira kalaka mbele kabisa huku. Bado ameuzuia kabisa Chievo. Umiliki upo kwa Chievo sasa. Piga mpira juu kabisa kwa nahamisha shambulizi lile. Anazuia Kibo Combine. Bado ameuwai sasa Chievo. Poteza hapa. Kibo Combine anapiga kule hatari kule ngoni mteo wa Chievo. Nini afanye pale? Hatari pale. Kwenda pale piga chenga pale. Hatari pale livo. Piga juu kabisa kwa mchezaji huyo wa Kibo Combine. Pigwa chenga nzuri kabisa hapa. Chenga kuchagulia mchele wa Pasaka. Angalia picha marejeo jinsi ilivyokuwa bonga la shuti, lakini ipaa juu sentimita chache kabisa na kuwa ni shoot off target. Ni shoot off target ile. Shoot off target hiyo kwa upande wa Kibo Combine. Ashanza la kalaka pale. Chievo piga shuti juu kabisa huko. Bado umiliki kwa Chievo. Nina shika shati pale. Mchezaji nambari 10 huyo Super Kiwelo. Shika jezi ile. Bado umiliki kwa Kibo Combine. Piga samba hapa. Pasi zinaonana vizuri kabisa, wanaona Kibo Combine. Pass mfumo wa Fadru huo. Gonga pass twende kwao. Bado batiza pale sasa mchezaji nambari 7 huyo Ozili. Wanakwenda sasa Chievo pembeni kabisa huku, ameuchukua sasa Kibo Combine. Bado anamgosia pale. Busache twende kwao wanasema. Piga juu kabisa, lakini mpira kutoka nje. Nini hapa? Faria amesatulia kwanza. Kikule ni kona.
kona. Hapana, sio kona, na golikipa amepata maumivu huyu wa Chievo, melala chini pale, na refari Ken Kaduguda amekwenda kumtazama. Je, anaweza kuendelea na mchezo ama fanyiwe mabadiliko? Fanyiwe mabadiliko. Subscribe channel yako bomba kabisa Sifa 5 TV kwa ajili ya kupata burudani za hapa na pale. Mechi kama hizi za mchangani zina burudani zake, shangwe za mashabiki kama hizo unavyosikia kutoka sehemu mbalimbali, Kimara, Korogwe, Mbezi, kwa Yusufu huko Maramba Mawili, bila shaka na pale Mgaya, dereva bodaboda maarufu kabisa hapa Kibo, Ndende JR yuko pale, Uchune JR yuko pale. Uchune na moja kushuhudia timu ya Kibo Combine. Mjumbe Kilesa namuona yuko pale, Anta, wengi wako mashabiki wa Kibo Combine. Bila shaka namuona Modi Soso piga bonge la kanzu, yuko pembeni kabisa pale, ametulia vyema kabisa kufuatilia mpambano huu. Na ile mchezaji wa Kibo Combine ya kila leo ametulia kwanza, kaangalia vijana wake wanapiga mwingi. Kwenda pale mchezaji namba 10 piga juu kabisa kule, Super Kiwelo, hatari langoni mwa timu wa Chievo, nini anaingia pale, hatari kule, kafema kabisa goalkeeper huyu wa Chievo, kaa vyema kabisa goalkeeper wa Chievo. Bado sasa ini pale meguswa pale mchezaji huyu wa Chievo piga dana pale captain huyu Kao Obama nambari 9 mchezaji. Angalia imekuwaje hapa, vyanyua juu ya vyanyua mguu juu, alivyoshuka ukamgonga mchezaji nambari 7 huyu Masinde Jiara, tabishia maumivu makali sana mchezaji huyu wa Chievo. Niuliwa pale chichemea, lakini ameomba hesabu, maumivu yamekuwa makali zaidi. Napigwa free kick haraka na Mpemba kule, wamezuia Kibo Combine, baada ya umiliki kwa Kibo. Sasa huyo anatoka nje, mchezaji nambari 9 huyu 19 toka nje, mchezaji nambari 9. Bado umiliki kwa Kibo Combine. Sasa piga pale samba pale, wao piga cross kule kufanani, hatari langoni mwa timu, kaa vyema kabisa golikipa wa Chievo Verona, piga juu kabisa huku, hatari kumtafuta nani, ni shabiki wa Kibo Combine huyo, mwite Ayubu au Bonge anamzuka huyo, hatari kwa Kibo Combine. Mchezaji nambari 7 huyu Masinde Jiara, piga chenga marata sana pale, anaondosha mbele kabisa kule Super Kiwelo, bado unakwenda saa Masinde Chievo za madhambi huko, cheza madhambi mchezaji wa Kibo Combine. Ni free kick inapigwa sasa kuelekea langoni mwa timu wa Chievo Verona. Ni goalkeeper sasa anakuja kupiga ile jezi nambari 32 Kimolo Mamba, ni goalkeeper wa Kibo Combine Kimolo Mamba, shanza la kalaka pale ayo Kimolo Mamba anapiga juu kabisa kule bado nambari 10 huyu nani Super Kiwelo
Amewahi mpira Super Kiwelo. Bado Kibo Combine anapiga cross ndefu kabisa kule, hatari langoni matimu. Nini? Frieda. Nini pale? Hatari kule langoni matimu ya Chievo. Gonga bado umiliki kwa Kibo Combine. Piga chenga pale, bado anatoka. Mchezaji nambari 7 huyu nani? Masinde Jara. Piga kule pasi. Wanaonana vyema kabisa Kibo Combine. Piga pembeni kabisa kule, hatari. Lango linasakama sasa la Chievo. Kina amebusha juu kabisa, nini? Ni offside. Line 2 na ishara ya mabadiliko inaonekana kule kwa line 2. Lakini ameanza haraka pale Kibo Combine kabla mabadiliko kufanyika. Piga kule, tari juu kabisa kule. Pila natoka nje kule. Alifari anasema ingia. Hatari kabisa hapa. Ni free kick inapigwa sasa ile kuelekea lango la Kibo Combine. Apiga juu kabisa, kuna ni Mpemba. Bado umiliki kwa Chievo. Chievo anapokonywa mpira sasa, Kibo Combine wanao mali ile. Bado umiliki kwa sasa mtu namba Kibo Combine, nini? Piga kidali pale. Kidali kanzo cha sikukuu ya Eid Mubaraka. Haya, piga juu kabisa, bado umiliki kwa Chievo. Mchezaji huyu nani? Tena nambari 7 huyu Ozli wa Chievo. Bado 13 mchezaji huyu nambari 13 wa Kibo Combine, Jihadi huyu. Jihadi Sere. Bado umiliki upo sasa kwa Kibo Combine. Ile nambari 11 huyu Sefu Gude anapiga chenga hatari kwa anaondosha shambulizi lile Chievo. Nini anarusha sasa Kibo Combine. Shandala kaga piga juu kabisa kule, hatari. Ndosha shambulizi Chievo. Na kwa nini? Kona ile. Ni kona inapigwa kuelekea langoni matimu ya Chievo. Shandala kaga kuna fupi Kibo Combine. Shuli ndio batiza pale. Cha juu kabisa kwa nini? Bado amepokonya. Anaomba pancho nambari 10 Super Kiwelo. Ni zao la Zagalo hili Super Kiwelo. Zagalo Mario. Zao lake hili kwenye academy ya Zagalo. Bado umiliki upasa kwa Kibo Combine, nambari 7 huyu Masinde Jara. Bado Super Kiwelo anapiga juu kabisa kule, nazuia kwa kichwa Mpemba yule. Bado mchezaji nambari 7 huyu Masinde Jara anapiga pasi nzuri kabisa pale. Masinde nini pale namba pale. Bado Kibo Combine wanao wanahamisha juu kabisa huko Chievo. Kumechangamka hapa katika dimba la Baruti Ubungo, Kibo, Dar es Salaam, Tanzania bara. Ni eneo ambalo yatawaliwa na mwenyekiti Sofia Fitina wa kata hii serikali ya mitaa ya Kibo. Bado mpira anatoka nje kule, makosa huyu mchezaji wa Kibo Combine, lakini unakuwa ni kurushwa kuelekea langoni mwa timu ya Kibo Combine. Wanarusha sasa Chievo. Tuliza vyema kabisa pale. Rusha juu kabisa huku. Wanazuia Kibo Combine. Bado free header ile. Mchezaji nambari 15 wa Kibo Combine, Tishan Thabiti. Bado wanao Kibo Combine, anapiga pasi zinaonana. Mfumo wa Fadru huu. Haya, free header napigwa sasa ile. Wanakwenda sasa, hatari kule. Piga tackle na kika kosa ile. Wanakwenda sasa Chievo.
toa pasi Pegre, piga juu kabisa, lakini anakuwa vyema kabisa kwa vyema kabisa beki huyu wa Kibo Combine, mchezaji nambari 10 Super Kiwelo. Yuko vyema kabisa, anaonekana kila mahali. Nambari 6 huyu, na atendea haki namba yake. Nini ile sasa? Wanafanya hesabu hapa. Mchezaji nambari ngapi huyu? 12 anatoka bila shaka. Wachievo Chenga kalaka mpira pale. Kibo Combine anapiga juu kabisa huko. Bado chenga zinaonekana mpira hapa. Amechelewa. Piga chenga matata sana, lakini kanyago hapa. Bado mpira na bamba. Kibo Combine umiliki kwa mpira sasa. Piga pasi pale. Nambari 15 huyu Tishan Thabiti. Umiliki upo wa Kibo Combine sasa. Wanakwenda Kibo. Piga batiza kule. Ni kona inapigwa kuelekea langoni mwa timu ya Chievo Verona, na wanapiga kona sasa Kibo Combine. Kibo Combine anapiga kona. Refari line 2 ameweka hapa. Mbona kitete kama unaugua? Tetemeko la ardhi. Piga kona kule juu kabisa, kinavuka miamba yote. Amewahi mchezaji wa Kibo Combine, bado umiliki po sasa kwa Kibo. Piga cross juu kabisa kwa hatari, lakini anazuia vyema kabisa. Piga shuti hatari, amebatiza kule. Ndoa pale. Kaa vyema kabisa golikipa huyu Chievo Verona. Chievo Busiana pale, pasi kisigino ile. Unakwenda Chievo. Piga juu kabisa kule. Jiandaa kupiga cross, na imekubali cross juu kabisa. Wanaondoa vyema kabisa Kibo Combine. Bado Busiana vyema kabisa hapa Chievo. Bado Busiana pasi pale matata sana. Mbamba huko nini? Pembeni kabisa huko. Bado kupiga cross kule juu kabisa. Kaa vyema kabisa golikipa huyo wa Kibo Combine Kimolo Mamba. Piga juu kabisa huko. Bado umiliki wa Kibo sasa. Batiza pale, amewahi. Umiliki wa Kibo Combine mchezaji nambari 7 huyo Masinde Jiara. Ni friki kinapigwa ile kuelekea langoni mwa timu ya Chievo. Wanapiga friki Kibo Combine sasa. Shanda la kalaka kule pembeni. Bado nagusiana hapa Kibo Combine. Wanawavuta waje Chievo. Nambari 10 unani Super Kiwelo. Bisha juu kabisa huko. Nene refari anasogea karibu. Mpira ni mapumziko. Mpira ni mapumziko. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika, na kipenga cha Ken Kaduguda kimesikika. Vitenga viwili vile vimesikika, vikimaanisha kwamba mpira ni mapumziko. Na kipindi cha pili kinaanza sasa. Wachezaji hao
wanaingia uwanjani kwa ajili ya kuanza ngwe ya pili hii. Bismillah. Assalamu alaikum Tanzania, assalamu alaikum Dar es Salaam, assalamu alaikum Kimara, Korogwe, Mbezi, Ruisi, Makonde, Mpigi, Makoe, Riverside, Ubungo, Kijazi, Manzese, Tandale. Amani iwe jieno. Karibuni katika ngwe hii ya pili ya robo final ambayo imekutanisha miamba hii miwili, Kibo Combine na Chievo Verona, katika dimba hili la Baruti la Ubungo, Kibo, Dar es Salaam, Tanzania bara. Robo finali ya kipekee kabisa. Dakika 40 za kipindi cha kwanza zimemalizika, hakuna hata lango lililotikisika nyavu, bali ni bao la offside tuliloshuhudia hapa. Na kipindi cha pili tuangalie nani atakayeondoka na pointi 3 muhimu na kuvuka katika hatua hii ya robo finali kuelekea nusu finali. Na matokeo yakiwa hivi nimekuja penalty. Bila shaka hakuna kuongeza dakika hapa, ni mikwaja penalty inapigwa. Na refari wa mchezo huu wa leo ni Ken Kaduguda, ndio mwenye majukumu ya kusimamia zile dakika 90 za pande zote mbili, upande wa Kibo Combine na Chievo Verona. Na ndiye huyo Ken Kaduguda anayesimamia zile sheria 17 za mchezo wa mpira wa miguu bila upendeleo wa aina yoyote. Ken Kaduguda ni mwamuzi bora kabisa ambaye ameshachezesha michezo mingi kabisa. Finali amesha kuchezesha, na mchezo wake na kuaga ni salama salimini, ambayo haina upendeleo wa aina yoyote. Na bila shaka game hii ama ligi hii inadhaminiwa na Dura Matunda. Mshindi wa kwanza anapata jezi, medali fulu, mipira 5, na mshindi wa pili anapata medali fulu na mipira 5. Nani atakayeingia finali na nani atakayechukua jezi, medali na mipira 5? Na Mariamu yule ni shabiki wa Kibo Combine, amemchukua mwanae kuja kushuhudia robo final hii. Na goalkeeper wa Chievo Verona amepata majeraha pale, ameumia, na daktari yule na kanzu yake bora kabisa ambayo imetoka Dubai anakwenda pale kwa ajili ya kumpatia huduma ya kwanza goalkeeper wa Chievo Verona. Bila shaka ndugu zangu, mtangazaji wenu sio Harubu Mzinga mimi, wala sio Mwakarobo, wala sio Baraka Mpenja Mwamba Marila, ni ite Sifa Mwamba wa jimbo la Chalinze, kata ya Miono, ndio nalindima hapa studio kuwaletea matangazo bora kabisa kwa lugha ya Kiswahili. Usikose kusubscribe kwa ajili ya kuwa jirani kabisa katika chaneli hii ya Sifa 5 TV, na ni vyema kabisa ukashare, ukakomenti na ukatupa ushauri wa aina yoyote. Na bila shaka ni msalimu ndugu yangu Mtaula Food Point. Mtaula Food Point anapatikana pale Miono, jimbo la Chalinze, kata ya Miono. Anahusika na uuzaji wa vyakula vya aina mbalimbali kwa ajili ya shughuli, sherehe za aina mbalimbali. Unaweza kumpata Mtaula kupitia nambari yake ya simu 0782 84 5318. Mtaula Food Point ni habari ya jimbo la Chalinze, hana mpinzani wa aina yoyote. Mtaula Food Point ni kijana mdogo kabisa na ni mpambanaji. Niwatakie
safari njema. Ni Bambo huyo. Muona Bambo huyo anajiandaa kupiga free kick kuelekea langoni mwa timu ya Kibo Combine. Anapiga juu kabisa kule Bambo. Zuia vyema kabisa Kibo Combine. Na bila shaka pale katika kata ya Miono, jimbo la Chalinze, katika dimba la Kikalo Sekondari, kuna fainali yatarajiwa kupigwa hivi punde. Ni fainali ya kipekee kabisa ambayo mratibu wa mashindano hayo ni Mtaula Foot Point, na ni mdhamini kabisa mwenza wa mashindano hayo ya Diwani Cup kata ya Miono, Mheshimiwa Diwani Juma Mpwimbwi ndio aliyedhamini mashindano hayo ya Diwani Cup. Fainali ni ya kibabe kabisa, miamba miwili imeingia fainali. Na je, mwamba gani atakayeondoka na kombe katika mashindano haya ya Diwani Cup pale Miono? Yatarajiwa kufanyika hivi punde. Piga mpira juu kabisa kule, mchezaji wa Chevo anazuia vyema kabisa hapa, ndosha vyema kabisa kule golikipa Kimolo Mamba. Bado kwenda za Kibo Combine, piga cross juu kabisa kule, hata mpira na Bamba umevuka goli, bado ameuwai. Anameona pale mchezaji nambari 16 wa Kibo Combine, anapiga cross kule juu kabisa, Onesmo Sabuto yule, bado ondosha juu kabisa huko. Nini? Kona. Ni kona ile inapigwa kuelekea langoni mwa timu ya Chievo Verona, na wanapiga haraka pale Kibo Combine, piga juu kabisa kule, hatari langoni mwa timu. Kaa vyema kabisa golikipa huyo wa Chievo. Nini? Kona doto pale. Tulitoka ule. Bwana wanapiga za kona nyingine Kibo Combine. Je, teta faida kona hii nyingine? Piga juu kabisa kule, hatari langoni mwa timu wa Chievo. Kaa vyema kabisa golikipa huyo wa Chievo. Chizama dhambi hapa, nani huyo mchezaji wa Chievo? Angalia picha za marejeo hapa. Kuwaje hapa? Kuwa pale amesukumwa huyu, bila shaka sukumwa huyu. Tulichanza haraka pale ya Kisigino, mchezaji nambari 14 huyo Kulamda. Pigwa chenga Kisigino, piga cross kule juu, hatari. Kaa vyema kabisa golikipa huyu wa Chievo, pangua mpira ule, pigwa cross kali kabisa. Ushara haraka pale Kibo Combine, bado mlikipo wa Kibo. Tafuta nini pale? Wanakwenda nazuia vyema kabisa. Nini? Ni foul pale imetendeka. Mchezaji wa Chievo Verona amechezwa foul na mchezaji wa Kibo Combine. Ni free kick inapigwa sasa kuelekea langoni mwa timu ya Kibo Combine. Ni kipindi cha pili, milango ni migumu. Si Kibo Combine, si Chievo Verona. Ni bila na matokeo yakiwa hivi, ni mikoja penalty inapigwa. Lazima apatikane bingwa. Wanakwenda Kibo Combine, piga zuia vyema kabisa hapa mchezaji wa Chievo huyo. Chievo bado sasa tunambamba na kwa mwingi kabisa huko, bado hujatoka. Wanakwenda Kibo Combine, bado piga namba 15 Jihad ameona muona nani, piga hatari kule, piga namba 11 huyo wa Kibo Combine. Sefu Gude alikujuka bonge la shuti kumjaribu golikipa huyo wa Chievo Verona, lakini amekaa vyema kabisa. Piga pale, free kick inapigwa sasa ile kuelekea langoni mwa timu ya Kibo Combine. Piga juu kabisa kule, ngenia mtu pale kwenye bembea, lakini mpira hajaupata mchezaji wa Chievo. Bado umiliki upo kwa Chievo, gusiana pale, wanaondosha Kibo Combine sasa. Bado mpira unadunda huko. Nini pale? Foul. Gonga huyo.
mchezaji huyo. Golikipa huyo wa Chievo ametulia vyema kabisa na mashabiki kama unavyoona, na Moha ameacha kudai madeni, amekuja kutazama robo finali hii. Moha alisahau kabisa kudai madeni ambayo aliokopesha vyombo na vitu mbalimbali. Amekuja kushuhudia burudani ya robo finali hapa katika viwanja hivi, kiwanja hiki cha Baruti kichopo Ubungo, Kibo, Dar es Salaam, Tanzania bara. Mashabiki ni wengi, wamejaa hapa, zaidi ya mashabiki 2500 wamewasili katika dimba hili kutazama robo finali kati ya Kibo Combine na Chievo. Bado hatari langoni mwa timu ya Kibo Combine, lakini nini, ni free kick ile, ni shoot off target, napigwa la karaka, free kick ile. Golikipa ya Kibo Combine Kimulu piga juu kabisa, Kimulu Mamba, bado Bambo anampeka mpira juu kabisa kule. Ameshika mpira ule ambao ulikuwa unamtoka na anaonywa na kadi ya manjano. Referee Ken Kaduguda sema tukio si la kiungwana hili. Ameonywa na kadi ya manjano, angalia tukio lilivyokuwepo, amegusishwa, amenyosha mkono kabisa, amezuia, ungepita ingone hatari, lakini ameona si haba, ngoja ni onywe na kadi ya manjano, lakini kusiwa na madhara katika lango. Hii ni maana harisi ya kujitoa sadaka, alikuwa yupo kwa lolote, na ameonywa na kadi ya manjano mchezaji huyu wa Kibo Combine. Sasa ni free kick ile ya kupigwa pale kuelekea langoni mwa timu wa Kibo Combine. Piga juu kabisa kule, kaa vyema kabisa. Meanguka sasa golikipa huyo Kimulu Mamba, bado Kibo Combine, jezi nambari 14 huyo wa Kibo Combine. Bado umiliki upo. Chievo, Kibo Combine piga shuti ndefu kabisa kule, hatari, bado umiliki upo wa Kibo, wanagusiana, wanaona vyema kabisa, hatari huko, nini kwa pale mwele. Macho yako yanaona kama mimi, masikio yako nasikia kama mimi. Hii ni zawadi kabisa ya Pasaka na Christmas kwa ujumla. Ni bao zuri kabisa imefungwa hapa katika dimba hili la Baruti. Angalia mchezaji huyu, golikipa ameanguka, amekuangalia tu, bora yaishe, nisivunje nyonga yangu bure, mimi siweze kufukia mpira, na nyavu zimetikisika hapa za Chievo Verona. Mpira unakwenda kati. Hey, macho yako yanaona kama mimi. Bao gani linafungwa hapa na Kibo Combine, mchezaji nambari 11 Sefu Gude huyo, na huyu ni shabiki wa Kibo Combine. Ayubu anafurahi vyema kabisa, furahi ya bao lile, ni hatari hapa. Bao la kwanza Kibo Combine, moja bila, mpira ushaanza haraka sasa, ni hatari hapa, kumechangamka sana mashabiki kama hivyo unavyosikia shangwe na vigelegele. Kwa na hatari. Wanakwenda haraka Kibo Combine, piga chenga hapa nini, bado wanao Kibo, wanakwenda kupiga nafasi sasa, wamepoteana pote kabisa. Chievo Verona nini hapa, penalty ama
Angalia imekuwaje hapa. Je, ameguswa? Hapana. Hajaguswa kabisa. Na refari yuko makini kabisa. Ken Kaduguda anasema hapana, wewe usichezee akili zangu, nimesoma mimi na mbinu hizo nazifahamu kwa muda mrefu sana, kwamba wanadanganya. Kibo Combine moja. Angalia kwa marudio hapa, amejiangusha kabisa kwa anataka penalty ile, lakini Ken Kaduguda asema hapana, hakuna penalty ndugu yangu. Hapa ni bao zuri lilifungwa hapa na Kibo Combine. Mfungaji bao la kwanza ni Sefu Gude, bado nakwenda Tachie Chievo. Piga shuti juu kabisa huko, wanakuwa vyema kabisa Kibo Combine. Bado mpira wanao Kibo sasa, pisha chini huko. Ameanguka kina, amewahi mpira, amepiga juu. Bado anaenda sasa Kibo Combine, wanaisa kama lango la Chievo Verona. Bado umiliki kwa Kibo Combine. Nini? Ni faulo, na refari anatoa kadi pale kwa ajili ya kumwonya mchezaji huyo wa Chievo. Nane ule takujuza mchezaji nambari 8, sio Mpemba ule. Fiki inapigwa sasa kuelekea langoni matimu ya Chievo. Piga juu kabisa huko, hatari nini, kuna dadeki. Ilikuwa ni hatari hapa langoni matimu ya Chievo. Kaka, ilikuwa ni hatari hapo. Unaona kwenye picha za marejeo kama hivyo, ndio faida ya picha za marejeo. Sifa 5 TV tumeboresha vyema kabisa. Ona kilivyokuwa. Mchezaji nambari 11 huyu Sefu Gude amekosa bao lile, tajutia nafasi hizi. Mfungaji wa bao la kwanza Sefu Gude. Kuna kwanza Kibo hao ni mashabiki sasa wa Kibo Combine. Namwona Mariamu pale mako yake anapokaa njia panda kwenda Segerea, anapaita ni Moshi. Mariamu yuko vyema kabisa akishabikia timu yake Kibo Combine kitambo kabisa. Yuko bega kwa bega na timu yake Mariamu huyu na Ayubu. Tangia kipindi hicho Kibo Combine ipo inashiriki mashindano ya Nondo Cup 2017 2018, na alikuwa bora kabisa Kibo Combine. Piga juu kabisa kule Chievo, hatari langoni matimu, kinakaa vyema kabisa golikipa huyu Mamba Kimulu Mamba. Kibo wanaongoza bao moja, Kibo Combine moja, Chievo 0. Bado nini kosa bao pale. Mariamu ameshika kichwa, Ayubu anaomba Mungu. Nini pale kufanyika? Mariamu huyo na Ayubu wake. Hey, angalia silivyokuwa, yani sentimita chache kabisa mpira umetoka. Tukio lianzia hapa, kwa hivyo kwenda vyema kabisa. Golikipa ametoka kidogo, chambua pale
mpira huo na mbamba umetoka nje. Ameugusa golikipa ule, kumbe ni kona. Piga juu kabisa kule, kwa vyema kabisa, piga shuti kule, hatari. Ndio ana free header pale, bado piga kizungu pale, anasema bado umiliki upo sasa kwa Chievo. Kibo Combine wanao mpira sasa. Dakika 50 na sekunde ya 55, 59, 60, dakika 51 hiyo sasa. Na free kick inapigwa kuelekea langoni mwa timu ya Chievo Verona. Piga juu kabisa huko, hatari. Ndosha free header pale, Pemba yule. Wanakwenda sasa Kibo Combine, wanaingia, wakwenda piga, toa mpira nje kule. Mpira umetoka nje kule. Nini sasa? Na kurushwa ama kona? Itakuwa ni kona ile. Ni kona inapigwa sasa kuelekea lango timu ya Kibo Combine. Chievo anapiga kona ile, piga juu kabisa kule, hatari langoni mwa timu ya Kibo Combine. Kile mpira unatoka nje, inakuwa ni free kick ile. Ayubu huyo, shabiki wa Kibo Combine, haelewi kabisa, anataka matokeo tu hapa. Piga juu kabisa kule, kaa vyema kabisa Kibo Combine, bado wanaonana. Piga juu kabisa huko, piga chenga matata sana hapa. Kibo Combine anakwenda sasa, mchezaji namba 11 huyu nani, Sefu Gude. Bado nakwenda piga Kibo Combine, mbamba, mpira anaondosha vyema kabisa huko mchezaji huyu wa Chievo. Amewai Sakibo, nakwenda Jihadi, piga mpira juu kabisa, bado umiliki upo. Unaona na Kibo hapa, anaanguka mwenyewe, achelewa. Ni hatari kabisa. Nini? Kadi ya manjano ananyosha mchezaji nambari 17 huyu Zamata, nyosha kadi ya manjano kwa kitendo ambacho sio cha kiungwana, na napiga free kick haraka haraka ile kuelekea lango la timu wa Chievo. Juu kabisa huko, bado umiliki upo sasa kwa Kibo Combine. Mchukua Chievo sasa, anakwenda, bado mali wameichezea ile, amechukua sasa Kibo Combine, anapiga juu kabisa huko, mtasana huko, hatari. Nini? Daka vyema kabisa huyu golikipa Chievo. Unakwenda sasa Chievo sasa, usiana vyema kabisa mpira hapa. Unaona yeye nambari 11 wa Chievo, nani 17 huyu Zapata. Bado umiliki upo kwa Chievo sasa, wanaongoza bao moja. Dakika za mwishoni hizo, kipindi cha pili. Akavyema kabisa golikipa huyu wa Kibo Combine, ashaanza haraka kwenye freezer, amepasa pasi vyema kabisa freezer ile, na amesema naam, umefika ndugu yangu. Bado papatu Chievo nao mpira sasa. Kibo Combine
kumechangamka sasa hapa dimba la Baruti au Ubungo Kibo Dar es Salaam. Mpira na kurushwa sasa kuelekea lango wa timu ya Chievo. Sharusha lakalaka Kibo Combine. Unakwenda sasa Busa Chia kwao. Nini sasa kumetokea hapa? Mawasiliano yamekuwa mabovu na mwenzake. Umiliki upo wa Kibo sasa. Jihadi huyo. Jihadi anapiga mpira juu kubwa hatari. Kavema kabisa golikipa huyo wa Chievo. Hana muda wa kupoteza sasa, wanaongoza bao moja. Juu kabisa kule. Bado mpira mwai Kibo Combine sasa. Chievo. Piga free header pale. Hatari kuu. Nini kinafanyika pale? Kwa vyema kabisa goalkeeper wa Kibo Combine Kimulo Mamba. Anahakikisha kwamba lango lake liko salama salimini dakika zote 90 ama dakika 45 za kipindi hiki cha pili. Kibo Combine 1 Chievo 0. Bado Kibo Combine anakwenda sasa mpira. Akibiane Jihadi. Jihadi anakwenda mpira hatari kule langoni mwa timu ya Chievo. Bado anapiga cross kule. Babatiza kule vyema kabisa hatari piga chenga tena. Wanaingia za Kibo Combine. Ndosha vyema kabisa kule Chievo. Ilikuwa ni hatari langoni huko. Piga cross juu kabisa kule nini hatari. Kaa vyema kabisa golikipa wa Chievo. Na anapiga juu kabisa kule. Muda ushakwenda, tuna muda wa kupoteza. Haraka haraka. Bado ameuzuia Sakibo. Amempoteza mali ile Chievo bado umelikipa kwa sasa. Bado mpira unambamba huko nini? Bado hujatoka. Unakwenda na mali sasa. Amechukua za Chievo. Pasi mkaa, pasi fyongo ile upigwa ile. Mchezaji wa Kibo Combine. Anapiga pasi nzuri kabisa kwa nini? Ikifanyika kule. Madhambi hapa amechezea mchezaji huyu wa Chievo. Kwa hiyo ni free kick sasa inapigwa kuelekea langoni mwa timu ya Kibo Combine. Dakika zinayoyoma. Uwanja umefurika mashabiki wengi kabisa. Muona pale Ndende JR. Ametulia vyema kabisa meneja huyo. Hana mamba hatari chapiga kule. Hatari langoni mwa timu ya Kibo Combine lakini wanaondoa vyema kabisa. Mabeki hawa Kibo Combine. Jihadi anaonyesha mbele kabisa Jihadi Sare yule. Bado anaona vyema kabisa anakwenda mpira. Hatari kula ngoni mwa timu. Nini anafanya pale? Anaanguka mwenyewe pale. Anaondosha vyema anaangusha. Ilikuwa ni hatari langoni mwa timu ya Chievo. Bado umiliki wa Kibo Combine sasa. Jihadi. Ndosha shambulizi lile. Bado Chievo apambana vyema kabisa. Ashaanza lakaka mpira. Ni foul ile cheze. Nini? Bado refari anapeta. Mchezaji wa Chievo anasubiri huruma za mwamuzi Kenny Kaduguda. Lakini hakuzionyesha huruma zile Kenny Kaduguda kabla cheza mpira. Acha janja wewe. Na mpira Jihadi yule sana mwenzake. Jihadi nicho natoka pale ambaye hapana wewe utakuwa uende. Alitoa pasi nzuri kabisa Jihadi pale kumpasia mwenzie huyu mchezaji nambari 16 Onesimo Sabuto. Piga juu kabisa cross kule hatari anakaa vyema kabisa golikipa huyu wa Chievo. Kashaanza lakalakana muda wa kupoteza. Chievo anakwenda sana mpira. Chievo hao piga shuti ndefu kabisa kile imezuiliwa pale na free header. Zuia vyema kabisa pale Kibo Combine. Chievo bado ana mpira nao sasa. Nani Bambo huyu? Baba anakwenda na mpira sasa Bambo. Bambo anapiga cross kule. Babatiza pale.
nini ile kona ambo kosi yake imegoma ile batiza pale na beki ule, na kwa ni kona. Bambo jezi lake nambari 14 amempokea kitambaa yule Kao Obama, amepata majeraha kipindi cha kwanza kabisa, akashindwa kuendelea na mchezo huu. Lazima kocha Chievo kufanya hesabu ya haraka. Ni kona inapigwa sasa kuelekea langoni mwa timu ya Kibo Combine. Falia anasogea, kuna nini pale? Kila entuo na yupo ambia haina shida. Alikuwa anazingua kidogo lakini pako shwari kabisa. Piga juu kabisa kule, hatari ngoni mtemo misha mbele kabisa kule. Bado kaa vyema kabisa golikipa huyu Kimulu Mamba. Kimulu Mamba golikipa Kibo Combine. Hajaruhusu bao mpaka dakika hii. Hajaruhusu bao mpaka mida hii golikipa huyu wa Kibo Combine Kimulu Mamba. Bado anakwenda sasa Kibo Combine, piga juu kabisa kule. Anakwenda Kibo Combine pembeni kabisa kule kwenye kibendera, piga cross kule juu kabisa, na kwa vyema kabisa. Ingilia mchezo pale. Wanapelekewa moto wa gesi hawa. Kanza kuswalia Idi Mufutili. Nambari 16 huyu wa Kibo Combine Onesimo Sabuto. Bamba unamwona haelewi kabisa, piga cross juu kabisa na gulaka la kushoto, lakini imekuwa ni chai ambayo iliyopikwa na friji kwa golikipa huyu Kimulu Mamba. Piga juu kabisa huko. Bado umiliki kwa Kibo Combine sasa, wanakwenda za Kibo. Kashatoka nane Ujiadi. Piga chenga nzema hatari kuu. Nini pale? Baba wewe. Ilikuwa hatari langoni mwa timu ya Chievo. Angalia ilivyokuwa ya kwenye friza, kabijuka nao kama unavyoona, hatari pale. Golikipa naye ukamtoka. Yaani hatari, na kelele za mashabiki kama unavyosikia hizo shangwe za hapa na pale. Wanarusha pale Kibo Combine. Ndio ilivyokuwa, ndio jinsi ilivyokuwa tukio. Kibo golikipa nini anataka sasa? Wanakwenda za Kibo Combine na mashabiki wenye mioyo mepesi wa Chievo wanaondoka majumbani kwao sasa mdogo mdogo. Nini kule langoni matimu ya Chievo, langoni matimu ya Kibo Combine. Bado umiliki kwa sasa kwa Chievo. Piga shuti ndefu kabisa kule, hatari kile na babatiza pale, wanaondoa kabisa Kibo Combine. Nasema ni chafu hii. Bado wanakwenda sasa Kibo Combine, wanakwenda Kibo bado papatu ile. Bado umiliki kwa Kibo sasa, piga chenga pale, tishia tena, piga shuti hatari kule, kafema kabisa golikipa huyo wa Chievo. Kalia ilivyokuwa. Ilikuwa ni hatari hapa. Ile tukio lile kapasha juu.
napigwa sasa free kick moja kwa moja. Mchukua ni Bambo, pia juu kabisa huko. Huyu ni ndugu na Bambo, ndugu zangu, na ukiangalia amefanana naye kabisa na Bambo, kwa wana ndugu hawa. Wanakwenda sasa, piga shuti, batiza pale nini pale, toa pasi ambayo chenga hii kuchagulia mchele wa Pasaka wao. Baba mzazi baba, mama mzazi ni mama. Mama mzazi mama. Nini pale ndio pale? Hatari kula kwa mtimu wa Chievo. Chuma cha pili. Chuma cha pili. Kibo Combine anapata bao la pili hapa. Ni bao nzuri kabisa. Angalia ilivyokuwa. Jezi nambari 13 huyu Jihadi, 14, jezi nambari 14 huyu Foxi pale kaingia pale kwenye boksi, akadokoa vyema katika kibao kile cha mguu kushoto. Wao baba mzazi baba na familia baba. Nyavu mwa. Chuma cha pili, Kibo Combine 2 Chievo 0. Macho yako yameona magoli yote mawili ya Kibo Combine, au masikio yako yamesikia vyema kabisa mabao mawili ya Kibo Combine ambayo yametangazwa na Sifa wa Sifa 5 TV. Chana yako bomba kabisa, angalia mwenyewe ilivyokuwa. Na referee Ken Kaduguda ametakati mpira. Kibo Combine 2 Chievo 0. Ni bao zuri kabisa, bao la kideo, ni bao ambalo lilotafutwa, pasi mgongano, pasi iliyofojiwa na kutikisa nyavu zile za Chievo. Hawaelewi sasa, dakika za jioni hizi. Je, watasawazisha Chievo waende kwenye mikwaju ya penalty ama watashinda bao 3 ili wavuke hatua hii? Bado mmiliki wa Chievo mpira, wanao Chievo sasa unagusiana vyema kabisa. Dakika za jioni hizi sasa zinakwenda, bado Kibo Combine wanao mpira sasa, wanaongoza bao 2. Ananuka tena, piga shuti, bado mmiliki wa Kibo Combine wanaona na vyema kabisa. Hatari kupiga shuti, hatari nini? Piga pembeni kabisa kule, kosa bao la wazi kabisa. Huyu nani Jiraumu? Angalia ilivyokuwa, meka kwenye freezer pale huyo. Angalia tukio lianzia wapi? Lianzia hapa, lipigwa juu kabisa, akagusa, akaiona kwenye freezer pale, ikapoa vyema kabisa, kunjuka vyema kabisa. Huyo nambari 11 huyo Sefu Gude fungaja bao la kwanza. Mwana pale Bambo anapiga mpira sasa juu kabisa huko. Je, atakomboka bao 2 zote hizi? Wanakwenda Kibo Combine, wanakwenda Kibo sasa. Mchukua pale Bambo anaonyesha juu kabisa kule, hatari. Wanakwenda Kibo Chievo, Chievo wanazo. Kibo Combine na mpira wanazo sasa. Kibo Combine mpira wanazo sasa, wanagonga pa licho goli kipake hapa Chievo. Nini wanagusiana pale?
Taka mashambulizi mbele sasa mpate angalau bao. Kana nyuma. Mchuza Kibo Combine. Ligi ambayo imedhaminiwa na Dula Matunda. Mshindi wa kwanza anapata jezi full medali, mipira mitano. Mshindi wa pili anapata medali na mipira mitano. Lakini mpaka hivi sasa ni bao 2 kwa Kibo Combine, na mpira bado unaendelea. Hatua ya robo finali hii, na wanafanya mabadiliko hapa Kibo Combine. Bila shaka takujuza nani anatoka nani anaingia. Mchezaji nambari wanaingia wachezaji wawili hao, wamefanywa hesabu. Wanaingia sasa kamilisha jiramba za dakika hizi za jioni. Kibo Combine 2. Naona kocha huyu Miraji Kazembe anaongeza ulinzi. Kashapata mtaji wa bao 2, kwa hiyo lazima ongeze ulinzi sasa dakika za jioni hizi. Bado anakwenda sasa mchezaji namba 16 huyu Onesimo Sabuto yuko hapa. Nambari 8 huyu bado umiliki pasa kwa Chievo, wanachukua Kibo Combine. Kachanza kaka mwamuzi pale, mpira ni fair challenge ile. Kibo Combine mpira nao sasa. Piga chenga nzuri sana kabisa hapa. Chenga kuchagulia mchele wa biriani. Piga juu kabisa kwa hatari. Kavima kabisa Jihadi anavutwa pale chini pale. Lakini refari anapeta. Jihadi kwa anamwangalia refari kwa kuhitaji huruma zake. Lakini refari naye amemzibia Tinteri. Refari anaangalia muda wake. Na free kick inapigwa sasa kuelekea langoni mwa timu ya Kibo Combine. Shapigwa juu haraka huku, wanazuia Kibo Combine. Bado lango la Kibo Combine liko salama salimini. Wanakwenda Kibo. Hatari kuu. Kavima kabisa golikipa huyo wa Chievo. Piga juu kabisa kule, hakuna muda wa kupoteza sasa. Angalau wapata bao hata moja kufikia machozi. Kibo Combine 2 Chievo 0. Na mpira umemalizika. Dakika 90 za mchezo huu wa robo final umekamilika. Full time. Kibo Combine 2 Kibo Combine 2 Chievo 0. Na mashabiki kama unavyoona wengine na shangwe mbalimbali. Huyo Mudi Soso ni mchezaji wa Kibo Combine, ila leo amewachia vijana wake waweze kupasha misuli. Huyo ni shekhe huyo, mtarajiwa, imamu mtarajiwa huyo, anataka kabidhiwe msikiti. Asante sana, karibu endelea kufuatilia Sifa 5 TV.